Yes, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Amina, amen, Amen, amen. amen. Ya kama ambavyo tumetaarifiwa mapema kwamba leo tutakuwa na ibada, na ibada ya leo itakuwa inahusu sana au inalenga kujibu maswali yanayogusia au yanayoongelea namna ya mwanamke anavyohusika katika madhabahu. Mwanamke nafasi yake ni ipi katika madhabahu? Hivyo ndivyo ambavyo tumeweka mada yetu ya siku ya leo, na kwa kuwa tumesema tutajibu maswali, hivyo maana yake sitaongea tu, lakini niongee kulingana na kila ambacho kimeulizwa, kwa maana sifundishi wala sihubiri. Kama nitafundisha, maanake nitafundisha nikienda na najibu swali. Yes, nilisema kwamba tunakaribisha maswali kwa mtu yote aliye na swali la aina yoyote kuhusiana na mada hii, anaweza kauliza swali. Likiulizwa kwa kinywa, kwa mdomo, linakuwa limekaa wazi zaidi kuliko kwa message imesoma. Karibu dada, Mungu akubariki. Unafungua maiki alafu unauliza swali. Nimesema tuko kifamilia zaidi leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Amina, amina. Swali langu la kwanza lilikuwa kuhusiana na huduma za wanawake, maana kunakuwa kama vile mchanganyiko kwa ajili ya wanawake kuhudumu kanisani na kama vile mafundisho mbalimbali. Baadhi ya watumishi wamoja wanasema kwamba mwanamke hastahili kuwa mchungaji, aidha kusimamia, aidha kufundisha. Wengine wanaruhusu. Baadhi ya watumishi wengine wanasema kwamba mwanamke kuhudumu pasipo kufunika kichwa hamna shida. Lakini pia mimi mwenyewe iliwahi kunitokea nyumbani, kwa sababu nilikuwa nahudumia familia kama vile ibada ya familia, nikaambiwa kwamba hapana, hairuhusiki. Ikiwa kama mume yupo, hauna ruhusa ya kusimamia familia kama vile kuhudumu pamoja na familia. Kwa hiyo ikawa kama vile changamoto kwangu. Nikasema sasa hapo inakuwa shida sisi wanawake. Kwa hiyo ilikuwa kama vile ni swali langu, ili tuweze kupata mwelekeo namna gani jinsi tunavyoweza kuhudumu katika kanisa la mahali pamoja au ndani ya nyumba zetu. Amina, amina. Amena. Amen, amen. Amen. Sasa mimi naona hilo swali limebeba vitu vingi, na ili tulijibu kwa ufasaha, ili tuweze kujibu kwa ufasaha, tunahitaji tuligawe kidogo katika mafungu madogo madogo. Kwa hiyo kwa kuwa swali hili limekaa pana kidogo, kuna habari ya kufunika vitambaa kama ambavyo mjakazi wa Mungu ameuliza, amelisema hapo. Kuna kuhusu habari ya mwanamke kusimamia familia kama ibada za familia, ni jambo lingine, swali lingine hilo. Lakini pia kuna habari ya madhabahuni tunasimamaji, hilo nalo pia ni swali lingine, kwa sababu kutumika madhabahuni sasa tuna maana ya kwenye ibada za mchanganyiko wa watu mbalimbali, wengine wanaita kule makanisani. Sasa alafu huku kufunika kitambaa ni muonekano wa mwanamke katika ibada. Lakini pia tukisema kwenye familia, hii ni ibada ya kwanza, kama ambavyo neno inasema ibada njema huanzia nyumbani. Huko nako ni swali lingine. Sasa fikiri ili kuweka mambo tuweze kuelewa kidogo, habari ya familia, mwanamke ndani ya familia tuweke pembeni kidogo. Mwanamke kuhusu kufunika kichwa ni mada nyingine kabisa kubwa, tuweke pembeni kidogo. Kwa mtumishi Gwamaka, andika mwanamke ibada za familia, point, weka pembeni. Mtumishi Gwamaka andika hivyo. Andika pia mwanamke kufunika kichwa, ni swali lingine hiyo, andika, tumeweka kiporo kidogo.
Sasa tuje huku mwanamke kwanza, huko madhabahuni kanisani. Hayo mengine labda tunaweza tukaongea siku nyingine kama muda utatosha. Wewe nataka mimi vitu vikae smart, tusikae na uelewa umezagaa. Ya tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 4. Nataka tuanzie hapo. Hivi tunaenda tujibu kuhusu sasa mwanamke kufanya kazi madhabahuni, kanisani, madhabahuni. Tustaki kwanza hapa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 4, tusikie neno la Mungu linasemaje. Mimi Biblia yangu inasema hivi: wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali. Kiendelea kama Roho alivyoajalia kutamka au kunena. Neno la Mungu linaposema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, hawa wote maana yake ni wote waliokuwa katika ile nyumba wakisubiri ujio wa Roho Mtakatifu, baada ya agizo la Yesu Kristo aliposema, enendeni Yerusalemu mkaingoje ahadi ya Baba. Alipofufuka akawaambia wanafunzi waende Yerusalemu waingoje ahadi. Sasa hao waliokwenda kungoja ahadi hawakuwa tu 12 wala 11. Hapana, walikuwa watu 120 ndani ya lile jengo kungoja Roho Mtakatifu mpaka anafika, mpaka wakajazwa, wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali. Idadi yao walikuwa watu 120, 120 personnes, 120 ndio waliopokea Roho Mtakatifu siku ile, wote 120. Na hawa watu 120 hawakuwa wanaume peke yake au peke yao, walikuwemo na wanawake, wakajazwa wote. Kujazwa Roho Mtakatifu maana yake nini, au lengo lake na kusudi lake ni nini? Roho Mtakatifu ndani yake, anasema Yesu Kristo alisema huyo msaidizi atafanyaje? Atawafundisha. Manake Roho Mtakatifu kazi yake ndani yetu kutufundisha, atawakumbusha, kutukumbusha, atawaongoza, anatuongoza na mengine mengi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu maana yake kazi ya Mungu. Unapojazwa Roho Mtakatifu maana yake ufanye kazi ya Mungu au utembee sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sasa kama walijazwa 120 wanawake na wanaume, au maana yake wote wamepewa kazi, wakiwemo wanaume, wakiwemo wanawake. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, amina. Amina. Wote wakapewa kazi. Kama walipewa kazi wanaume na wanawake, hapo ndipo wachungaji tunapoanzia. Walijazwa wote. Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya wote, ndio, na wote walijazwa. Ninakubaliana na. Lakini pia ukisoma, andika hapo, kitabu cha Mathayo Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Mathayo Mtakatifu, ambao wajafunga simu zao au ambao wajafunga zumu zao, tufunge tafadhali. Rebeka, funga simu ili sauti isipenye, naona zinafika. Nilikuwa nauliza nani Matendo ngapi? Sijui. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari wa 4, sorry, nisije kuchanganya swali la Rebeka, tuwe makini. Tumesoma Matendo sura ya 2 na mstari wa 4. Matendo sura ya 2 na mstari wa 4. Tuwe makini tunapokuwa kwenye ibada, tusiwe na vitu vingi vingi. Na mara nyingi nikisema andiko sisemi mara moja, huwa ninarudia hata mara 2 mara 3. Manake kama mtu hajasikia, manake hayuko vizuri ndani ya ibada na mambo anayoyafanya. Nimesema tukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19. Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, basi enendeni. Roho Mtakatifu anawaambia wanafunzi,
Basi enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hawa wanaosema enendeni ni watu wale waliojazwa Roho Mtakatifu. Enendeni ni watu wale waliompokea Yesu Kristo. Waende. Waende wapi? Ulimwenguni. Maana yake tunaposema ulimwenguni, hatuna maana twende Marekani, twende Canada. Kwa lugha ya Biblia, anaposema hapa ulimwenguni mote au ulimwengu, maana yake ni kwa watu wote. Ukitoa neno ulimwengu, weka, anaposema ulimwenguni mote, maana yake nakusema kwa watu wote. Ni watu wote wapi? Ambao hawajapata huo wokovu mlioupata. Nendeni kwa watu wote mkahubiri Injili. Walioambiwa waende kwa watu wote ni wale watu waliompokea Yesu, wale watu waliojazwa Roho Mtakatifu. Maana yake na wanawake na wanaume, habari ya kwenda kuhubiri inatuhusu sisi sote. Kwenda ulimwenguni kote, tunaenda kufanya nini? Kuna andiko vizuri tulisome hapa ili twende vizuri. Haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Tunaenda ulimwenguni mote. Ulimwenguni mote tunaenda kufanya nini? Ulimwenguni mote. Ulimwenguni mote tunaenda kufanya nini? Hebu angalia kitabu cha Marko. Nataka niende sasa kwa mjakazi wa Mungu. Na mimi nimesema sitasoma maandiko mengi, afu tena ninaanza kusoma maandiko mengi. Tukate kwanza. Mnisame, nikaugonjwa kingine. Yes. Sasa akasema enendeni ulimwenguni mote. Kitabu cha Marko sura ya 16 na mstari wa 15 inaweka vizuri huku ulimwenguni mote wanaenda kufanya nini. Kitabu cha Marko sura ya 16 na mstari wa 15. Sikiliza. Ni andiko lile tulilosoma kwenye Mathayo, lakini kwenye Marko akaja kulitafsiri vizuri. Akasema 15, akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. 16 akasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa hapa hivi anatoa kile kinachotokea baada ili Injili kuhubiriwa, kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Huu ndo ujumbe ambao Yesu aliwaambia hiyo Injili waseme maneno haya. Ukiamini utaokoka na ule moto. Usipoamini ule moto utakuhusu. Sio, mnanielewa? Na hii Injili maana yake waliambiwa wanawake na wanaume wote. Sawa, narudi sasa kwenye swali. Huku madhabahuni sasa tunahusikaje? Maelezo ya Yesu Kristo kuwapa watu utume, umisheni wa kwenda kuhubiri Injili. Hii kazi inawahusu wote, wanaume kwa wanawake, kwa sababu sote tunaye Roho Mtakatifu. Sasa madhabahuni, ninakuja hapa wajakazi wa Mungu, ninaomba tuwe wapole ili neno la Mungu liingie vizuri, na pale ambapo sitakuwa nimeweka sawa utauliza tena. Tunaposema madhabahuni, maana yake ni eneo maalum la mwanadamu kukutana na Mungu. Eneo maalum la mwanadamu kukutana na Mungu ndipo panaitwa madhabahu. Kwa hiyo hata watu ambao hawajaokoka bado, na wenyewe wana hata waabudu shetani, na wenyewe wana madhabahu yao.
Kwa hiyo eneo maalum la mtu kwenda kukutana na Mungu wake, ambalo ni eneo analoliona maalum kwa ajili ya kukutana na Mungu wangu, ndilo linaitwa madhabahu. Rila basikala. Sasa je, mwanamke anatakiwa aende madhabahuni? Aende, si eneo maalum la kukutana na Mungu. Na Mungu ni wetu sote. Aende. Kwa sababu hata mimi ndani ya nyumba yangu nina madhabahu. Sasa mke wangu asifike madhabahuni naye nakutana na Mungu? Aende. Wewe je? Nenda. Lakini kwa mujibu wa neno la Mungu, sitaki niweke ile eneo kuwa pale. Madhabahu halisi katika Agano Jipya, madhabahu halisi katika Agano Jipya ni moyo wako. Madhabahu halisi katika Agano Jipya ni mwili wako, ni wewe mwenyewe. Ndio maana neno likasema, amjue kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Neno linauliza, amjue kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu maana yake nini? Ndilo eneo wanalokutanana watu kwa ajili ya kumtukuza Mungu, na ndani ya hekalu ndimo yanapopatikana madhabahu. Sasa kama neno linasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, manake ndani ya mwili wako liko eneo pia linaloitwa madhabahu. Hekalu ni kubwa, ndani ya hekalu kuna madhabahu. Madhabahu ya hekalu yalikuwa yamegawanyika katika sehemu mbili. Katika Agano la Kale kuna patakatifu, eneo la kwanza. Kwa hiyo niseme eneo la kwanza liliitwa bewa. Bewa maana yake ndipo pale panapokaa watu wote. Bewa maana yake kama lile eneo linalokaa Wakristo kanisani. Alafu kuna eneo la pili linaitwa patakatifu. Patakatifu ndilo eneo ambalo hatua ya pili, ndipo ambapo labda walikuwa wakikaa labda makuhani. Alafu eneo la tatu kuna patakatifu pa patakatifu. Ili eneo la tatu, patakatifu pa patakatifu, ni eneo ambalo lilikuwa linafikiwa na mtu mmoja tu, yule kuhani mkuu ambaye ana zamu ya kupeleka mahitaji na maombi ya watu mbele za Mungu. Maana yake hilo eneo la tatu linaloitwa patakatifu pa patakatifu ndilo eneo ambalo lilionekana hapa ndipo Mungu yupo, anakaa hapa. Maana yake hapa ndipo Mungu anakaa. Sasa hapo palikuwa hapaendwi ovyo ovyo, palikuwa panaendwa mara moja kwa mwaka, na naye kwenda pale ni kuhani mkuu ambaye anaonekana ni mtakatifu. Anapoenda pale alikuwa anafungwa kamba kwenye mguu wake, wanamfunga kamba. Huyo kuhani anataka kwenda hilo eneo linaloitwa patakatifu pa patakatifu, wanamfunga kamba ndefu. Hiyo kamba ndefu akisha mfunga, inabaki nusu upande mmoja huku kwenye vyumba vya huku patakatifu. Yeye anaingia kule sasa patakatifu pa patakatifu kukutana na Mungu. Anaanza kuongea na Mungu, anaanza kupeleka mahitaji ya wana wa Mungu, anaanza kupeleka mahitaji ya wana wa Mungu, anaanza kupeleka mahitaji ya wana wa Mungu. Sasa ile kamba iliyobaki kule kwenye chumba, ili wajue huyu bwana yuko salama huko, wanavuta, wanakokota ile kamba hivi, wanaikokota hivi, na yeye anatikisa mguu hivi kama vile mtu anataka kupiga mpira hivi, anatikisa mguu hivi. Akitikisa hivi, wanajua kule bado yupo, anaendelea kuomba. Wakikokota hivi, wakiona hatikisi mguu hivi kuonyesha niko, wanajua amesha kufa. Wanavuta maiti. Maana yake walikuwa wanakufa makuhani hapo patakatifu patakatifu. Ukienda una dhambi ya aina yoyote pale, unakufa. Na haruhusiwi mtu kwenda kukuchukua, amekufa twende kundi. Maana yake mkienda hata na ninyi mnakwenda kuchukua maiti, mkiingia pale na ninyi mnakufa. Ndio maana wanafungwa kamba. Wakiona hatikisi mguu, hakuwezi kwenda mtu kuli, wanavuta kamba. Wanavuta sasa ile maiti kwa kamba, wanaivuta. Sasa kama unasikia kwamba
Yesu alipokata roho pale msalabani, pazia la hekalu likapasuka. Ni pazia gani la hekalu lililopasuka? Ni pazia ambalo ilikuwa limetenganisha lile eneo linaloitwa patakatifu pa patakatifu na huku ambako watu wengine walikuwa wanakaa. Manake pazia ilikuwa inatenganisha patakatifu pa patakatifu na hapa papili patakatifu. Hapa patakatifu walikuwa wanaona, watu walioko kule wanaona patakatifu, lakini hapa patakatifu na patakatifu katikati palikuwa pazia. Sasa ile pazia lililochanika la hekalu ni ile ambalo litenganisha patakatifu pa patakatifu na huku likapasuka chwa vipande viwili, kwa kuashiria kwamba ama kwa kumaanisha kwamba agano jipya, tumeweka agano jipya na Yesu kwenda kukutana na Mungu. Sio habari tena ya kutuma mtu wewe nenda, maana yake hakuna tena kugawanya watu, kila mtu Pastor Paul, kila mtu maana yake ikiwa na maana kwamba pale patakatifu pa patakatifu pameisha kwa namna ya watu kwenda kwa zamu fulani, niendee nipelekee maombi, ni kila mtu ukiomba moja kwa moja. Na hapo patakatifu pakahamishwa, sio sehemu tena anakuaga hapa Mungu. Maana yake hata kama upo Tabora unataka kukutana Mungu, anakuaga kule Dar es Salaam, Mbezi Luisi, pale kwenye lile kanisa pale ndo twende tutamkuta. Likapasuka, patakatifu pakahamishwa ndani yako. Yale madhabahu ambapo mtu alikuwa akienda akifa, pakatolewa kwa sehemu inayoonekana katika mwili, pakawekwa ndani ya moyo wako. Yale madhabahu yakatolewa eneo, yakawekwa ndani yako wewe mwenyewe. Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu, haleluya. Sasa tunaposema mwanamke anatumikaje madhabahuni, kumbukumbu ya kwanza ya madhabahu, yanatokea huko toka Agano la Kale, kwa maana ya kwamba hawa tunaowaita makuhani ambao walikuwa ndio viongozi wa mahekalu walikuwa ni wanaume peke yao. Hapa wanasema mwanze kunielewa, walikuwa ni wanaume peke yao ndio walikuwa makuhani, wanahudumu huko madhabahuni, kwa maana ya kwamba kuanza pale patakatifu walikuwa ni wanaume, kuanza mpaka huku patakatifu patakatifu ni wanaume. Kwa hiyo kitengo kizima katika Agano la Kale cha uongozi wa watu wa Mungu hakikuenda hicho kipengele kwa wanawake. Toka Agano la Kale hicho kipengele cha kuongoza watu wa Mungu kilikuwa tu kwa wanaume. Ukisoma hata katika agano hilo la kale, katika vitabu vitano vya Musa, kwa maana ya Mwanzo, Marko, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Kutoka, vitabu vitano vya Musa, katika jani safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, Musa alichagua watu maelfu ili waongoze wale wana wa Israeli katika jangwa. Wale watu maelfu waliochaguliwa kwa ajili ya kuongoza maelfu ya wana wa Israeli walichaguliwa ni wanaume tena peke yao. Kwa hiyo katika mtazamo wa asili ya Mungu kwenye suala la uongozi wa watu wa Mungu, Mungu huteua wanaume, na aliteua wanaume sana katika Agano la Kale. Manake na hawa wanaume viongozi wanaongoza watu wa Mungu ndio pia waliopewa nafasi hiyo ya kusimama mbele ya watu kwa ajili ya kunena au kuongea maneno ya kutoa mwongozo kwa watu. Basi huko nimetoa briefing kifupi, brief, Agano la Kale.
Tukija Agano Jipya, naomba mnielewe vizuri watu wa Mungu. Ninawapenda. Siongei maneno haya kwamba sasa mwalimu kwa sasa ni mwanaume hataki sisi sasa tupige mainjili hapa. Tunaongea neno la Mungu. Na ndio maana sikukulazimisha na wewe mpaka usome kitabu ndio ulize swali. Yeah. Tukija katika Agano Jipya, nafikiri kwa kujibu hili swali moja nitakuwa nimejibu maswali mengine mengi. Hakutaulizwa swali nadhani, kama mnanielewa. Sasa mwalimu umeshajibu. Umeshajibu. Yes. Tukija katika Agano Jipya, kama vile Agano la Kale, kwa mfano wa wana wa Israeli katika masuala ya madhabahuni katika mahekalu, tukaona wanaume. Mungu alipomteua Musa kama kiongozi wake mteuliwa alikuwa mwanaume, na Mungu alipoweka roho wake ndani ya Musa akateua wanaume wengine kwa ajili ya kuongoza wana wa Israeli, walikuwa wote wanaume. Tunaona mlolongo wa wanaume, manake mwanaume anapata nafasi hiyo. Sasa tunakuja katika Agano Jipya. Yesu Kristo ndio mwanzilishi wa Agano Jipya. Alipochagua Yesu Kristo wachungaji wa kwanza katika Agano Jipya, wachungaji 12 wa kwanza katika Agano Jipya, kwa maana ya katika Agano la Kale neno mchungaji alikutumika sana, lilitumika neno kuhani. Lakini tunapokuja Agano Jipya, neno kuhani halikutumika pia, wala halitumiki sana, linatumika neno mchungaji. Lakini wote tunaongelea ni mmoja. Agano la Kale kuhani, Agano Jipya mchungaji. Katika kuhusika kazi zao ni moja. Sasa tuone wachungaji ambao Yesu Kristo aliwachagua. Yesu alichagua wachungaji 12 wa kwanza. Manake kwa maana ya wale wanafunzi wake 12. Katika wanafunzi 12 wa Yesu au wachungaji 12 wale wa Yesu, wanawake walikuwa wangapi? Na Yesu Kristo ndio alikuja sasa neema kwa watu wote. Katika wachungaji 12 aliowachagua Yesu, mlikuwa wadasere wangapi? Sistadu wangapi? Wamama wa nguvu, jeshi kubwa, walikuwemo wangapi? Watu wa Mungu, si wang'ongi wala si waponi. Naomba wakati mwingine injili hata kama haipendezi kwako, lakini ukubali hivyo. No way out. Yesu Kristo mwenyewe hakuchagua hata kipande cha mama pale. Kipande cha mama, hata kitenge cha mama kikwepo pembeni pale. Labda kule alivyoingia Yerusalemu akatandikiwa vitenge, ndo Yesu kuonja harufu ya vitenge. Punda tena ikakanyaga. Usikasirike Dalea, ndo mambo ya kiroho yalivyo. Haleluya. Mengine anahitaji ka uvumilivu, hata kama unatamani kuwa bishop, hakuna namna. Kwa hiyo Yesu akachagua wachungaji 12. Sisi tunasema tufuate mfano wa Yesu. Kama Yesu yeye mwenyewe ameshachagua 12, akashindwa hata kuchomeza hata mmoja pale, ni mwingi. Hata mama yangu mimi mzazi ndo alinizaa huyu mama Maria huyu, hawe umu hata mzeo kidogo hapo, aseme hata huyu Maria Magdalena huyu. Si unakumbuka hata Yesu alipokufa ndio alikuwa kwanza kufia kaburini. Ngoja, Maria Magdalena naona moyo wake anaonekana kimbelembele kiroho kabisa. Mama amechangamka, ndo mama nimweka hata hapa awe mzee hata kipande. Hivi wewe unafikiri wewe hivi una imani kuzidi hata Maria Magdalena huyu? Yesu anauawa, anawekwa na mawe kwenye kaburi asitoke. Askari wanamlinda, tulinde hapa wanafunzi wasije kumuiba. Maria Magdalena haogopi,
Kama wataniua waniue, ngoja niende kuangalia yule bwana amefufuka alivyosema, au vipi? Na mafuta amebeba, niende kupaka mafuta mwili wake. Hajali askari, mtu ameuawa kama mhalifu na analindwa kauli lake, na wanafunzi wake wanatafutwa wauawe, yeye anaenda. Mnafikiri ni kitu cha kawaida hivi? Mnafikiri nini ni kitu cha kawaida? Kwa nini Yesu hata alipofufuka pale asiseme na huyu Maria ndo angalie lile kanisa la pale nani Efeso, sawa? Kufungua Maria anaonekana na bidii, apewe kanisa la kuangalia. Acheni upumbavu. Imeitwa na Mungu, utakuwa unajua Mungu kumzidi Yesu? Pumbavu. Nimeitwa mimi. Nimeweza kutukana. Situkani, ni upumbavu tu. Waache ujinga. Lakini hebu ngoja tuje, ngoja kidogo. Kuna andiko moja naomba nilisome kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tulielewe rahisi. Na tulielewe kabisa rahisi. Tumeshaona makuhani ndio walioteuliwa kufanya kazi ya wapi? Ya madhabahuni. Leo makuhani ndio sisi wachungaji. Kazi ya wapi? Madhabahuni. Kwa maana ya kusimamia, kwa maana ya kuongoza. Hebu ngoja tusome kitabu kimoja hapa. Fungua pamoja na mimi Timotheo wa kwanza. Sura ya 3. Tusome, tuangalie Timotheo. Anaweza katusaidia jambo la maana sana. Nadhani baada ya Timotheo nitaachia hapo, tutakuwa tumeelewa. Tusome Timotheo wa kwanza sura ya 3, twende kwenye mstari wake wa 4. Tusianze mstari wa 4, tuanze mstari wa pili, kwa maana kwenye mstari wa 4 ni kama pameanza mkato. Sasa unaposoma kitaalamu, unaposoma kibibilia kabisa, unahitaji kusoma, usianzie kwenye mkato. Tuanze mstari wa pili. Timotheo sura ya 3 mstari wa pili, tunaenda mpaka ule wa 4. Ninasoma. Sikiliza kwa makini sana. Sikiliza kwa makini sana. Tumekwisha kuona makuhani kazi yao au wachungaji kusimamia watu, kuongoza watu ibada za Mungu. Mstari wa pili anasema hivi, Timotheo wa kwanza sura ya 3. Basi imempasa askofu. Ngoja niweke neno sawa. Nikisema neno askofu, nikisema neno mchungaji, nikisema neno mzee, kwa lugha ya Biblia, narudia, nikisema neno mchungaji, nikisema neno askofu, nikisema neno mzee, kwa lugha ya Biblia ni maneno ambayo yanataka kusema kitu kimoja. Ni maneno ambayo yanataka kumaanisha kitu kimoja. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Rila basikala. Basi imempasa askofu. Kuna mtu anapiga sana simu, sijui ni nani. Anasumbua kidogo. Mungu amsaidie na amkemeshe kwa jina la Yesu. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Sikiliza. Nasoma Timotheo wa kwanza sura ya 3, naanza mstari wa 2. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Da Maria, hapo umepasikia hapo? Manake una headphone, wewe ndio utasikia kutuzidi wote. Unasikia hapo? Yes. Nimepasikia. Yes. Awe mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara. Manake anaanza kutoa vigezo, criterias
za mtu kuwa mchungaji, za mtu kuwa askofu, za mtu kuwa mzee, na hawa ndio waliopewa neema au kibali cha kusimamia. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kuisimamia nyumba yake vema. Nimefika sasa kwenye swali la mjakazi. Haleluya, haleluya. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani 5, mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Nimefika mpaka 5. Mnaona watu wa Mungu, namna ya kujibu iko mbalimbali, ndio tumefika. Mtu asiyejua kuisimamia kanisa nyumba yake mwenyewe atasimamiaje kanisa la Mungu? Sasa nimejibu hivi: tunaposema askofu au mchungaji mzee awe mtu wa mke mmoja, kwa hiyo wanawake tuwakubali wawe wachungaji, kwa sababu ile la kuoana wanawake kwa wanawake limeshafika duniani, ndo tuwakubalie? Au mnasemaje? Awe mtu wa mke mmoja. Hivi mwanamke anaoa? Mwanamke anaoa anakuwa mume na yeye? Simnijibu ama mmeanza kuumia pole? Hapana. Hapana. Namna sio mimi tumesoma. Awe mtu wa mke mmoja, manake anayeoa ni mwanaume, manake anatakiwa kuwa askofu. Kwa maana ili uwe askofu unaanza kuwa mzee wa kanisa, unakuwa mchungaji, unakuwa askofu, kwa vile tulivyopanga, lakini kwa lugha ya Biblia ni wamoja tu. Awe mtu wa mke mmoja. Kwa andiko hili maana yake mchungaji, mzee wa kanisa, askofu ni mwanaume. Ndio maana amesema awe mtu anayejua kufundisha. Kufundisha maana yake nini? Ni tofauti na kuhubiri Injili. Kuhubiri Injili ni watu wote. Ukishapokea Yesu Kristo ukajazwa Roho Mtakatifu, unaenda kuhubiri Injili. Unahubiri kwa wanani? Watu ambao hawajaokoka. Kwa hiyo kuhubiri kwa mtu ambaye hajaokoka, na mwanaume na mwanamke, sote twende huku mabarabarani tuhubiri. Unajua hawa hawajaokoka, kama unahubiri ili watu waje kwa Yesu, hubiri. Hata maspika makubwa, weka mikutano mikubwa, nenda huko kama unatafuta watu wakuje kwa Yesu. Uwe mwanamke uwe mwanaume, free. Unaenda unatafuta mioyo. Sote tumealikwa kufanya hivyo. Hiyo mioyo ikishaokoka, wakisha kuja kanisani, hatuhubiri tena. Wakisha ingia kanisani, hatuhubiri Injili tena. Mle kanisani tunafundisha sasa. Wale walioitwa wakaja, wanaanza kufundishwa namna ya kuishi maisha ya Kikristo, namna ya kumpendeza Mungu. Tunawafundisha sasa. Aliyeambiwa kufundisha ni nani? Askofu, mchungaji, mwalimu, ambaye ni mume wa mke huyo mmoja. Na ndicho tunachokifanya kule kanisani. Tunaenda kufundishana. Tunafundisha na wanani? Na watu walio na wake wamoja, wachungaji, wazee, askofu. Nikija kwenye bii yake, asiyejua, asiyeweza kuisimamia nyumba yake vizuri, atasimamiaje watu wa Mungu? Ni kwamba mimi nimeokoka, mke wangu ameokoka. Sikiliza, niweke hapa sawa. Kama mimi nimeokoka, mke wangu ameokoka, mimi ni responsible katika masuala ya ibada, kusimamia ibada za ndani mwangu, kusimamia nidhamu ya nyumba yangu.
Kusimamia mwenendo na tabia ya familia yangu ni jukumu langu. Ninapokuwa sipo, nimesafiri, nimeenda kazini, nimechelewa kufunga kazi, kuja nyumbani, ibada ya familia itafanyika. Maelekezo ya familia, maana yake ya watoto, yatafanyika. Ataifanya nani? Mke wangu, pale ambapo mimi sipo. Ila ninapokuwepo, sio mke wangu asimamie ibada za familia wakati nipo. Hapana, kama sipo atasimamia, ataendesha familia. Ikitokea mimi mwanaume sijaokoka, mke ameokoka, sasa huyu mume ambaye hajaokoka atasimamiaje mambo ya kiroho na hajaokoka? Sasa vitakujaje? Kwa mfano sasa atasimamia sindo timbwili sasa hilo eh? Kama mwanamume hajaokoka, mke umeokoka, kwa habari ya mambo ya rohoni utayasimamia wewe, kwa sababu mume wako hawezi kufanya hivyo, kwa sababu wewe na yeye katika roho mko familia mbili tofauti. Katika roho wewe upo kwenye ulimwengu mmoja, na katika roho na yeye yuko kwenye ulimwengu mwingine. Neno linasema mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Mpumbavu ni methali. Manake mama unahitaji pia kutunza mtoto ili asiwe mpumbavu. Ni pamoja na neno la Mungu. Ama baba ameokoka, mama ameokoka, lakini baba ndo wale wa Kristo wa nikifa nizikwe na kanisa. Kwa hiyo habari za kutake care of family is not his business. He don't care anything about the family. In that case, kama baba hakei familia yake kuhusu mambo ya roho, yeye anasubiri afya ya ziko, hata kama anaitwa mzee wa kanisa, hata kama ni bishop, sio kuitwa mchungaji, mzee wa kanisa, semasi, manake wewe uko sawa na Mungu. Kama baba hakei familia kiroho, maana yake hata hicho cheo alichonacho kanisani hakimfai. Biblia ndio imesema awe mtu anayesimamia familia yake kiroho, aiweze, aiongoze. Kama hawezi kufanya hivyo, na wewe mama, wakati mwingine Mungu anaweza kuona ndani ya huyu mtu hichi hakipo, sio Mkristo wa kusimama. Mungu ili asaidie uzao wako, anaweza kuweka hiyo hamu na shauku ya kulea watoto kiroho ndani yako. Kama ni shughuli ambayo mume wako hawezi kufanya, Mungu akaiweka ndani yako, unaifanya. Rila basi, ndio maana ya lile andiko kwamba msipopiga kelele, mawe yatapiga kelele. Ina maana kwamba yule ambaye alitakiwa kufanya jambo asipolifanya, Mungu ana uwezo wa kumteua hata ambaye hakuzaniwa kufanya na akalifanya jambo. Kwani nafikiri mawe yatapiga kelele? Mnafikiri mawe manake? Mawe manake ni ukame, moyo ambao hauko tayari kufanya. Bwana anaweza akaufanya ukafanya. Ndio maana ya mawe. Mtu ambaye ana neno la Mungu, mtu ambaye hana kigezo, mtu ambaye hana kriteria ya kufanya kitu, Bwana anaweza akamfanya kufanya jambo, na yule ambaye alitakiwa kufanya akakaa pembeni asipofanya. Ndani ya familia yako sasa kunatokea hilo jambo, kila ambacho alitakiwa afanye baba hakufanya, Mungu anajiwe ambao wewe mama ambao haukuwa na kigezo cha kufanya ukafanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Sijui kama kuna swali, nahisi kama kwa kujibu hili swali tumefika mbali. Amen, amen, amen. Sasa usiulize tena, kwa sababu nilikuwa nimeshaandika ile swali langu, lazima niliulize tu. Kama umeona katika kugusagusa limeshafikiwa, wewe weke tu mikono juu, sema leo Nazareti basi. Watu walale walioko Tanzania na Europe huko Ulaya, Netherland na Ubelgiji huko Ubelgiji, akina Damari walale waote, watupe ndoto za Jumamosi.
Karibu da Maria, no da Maria, karibu da Lea. Na kama umeona tumefika penyewe, basi sema tu mwalimu, haina shida, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mi na swali lingine, maana yale mengine naona umeyajibu yote. Ninauliza, je, ni sahihi mwanamke anapokuwa na utubu, yaani yeye autubu tu alafu mtoa tafsiri akawa ni mtu mwingine, yaani ni mwanaume ambaye anayetoa tafsiri? Okay. Ni sawa? Kwanza niseme kutoa tafsiri sio mtu anayetoa tafsiri, lakini ni Roho Mtakatifu ndani ya mtu ndiye anayetoa tafsiri. Sasa kuhutubu kwa lugha ambayo ametumia dada Maria, ana maana kwamba kule kunena unatoa unabii au unaongea maneno ya Mungu kwa lugha nyingine, new tongue, kwa lugha mpya ambayo sisi wengine tunakuwa hatuelewi. Sio vile wanavyosema wachungaji, omba kwa lugha. Sasa tuanze kuomba kwa lugha jamani, na watu wote wanaanza ribori karaboboti. Ndio lugha gani sasa? Hiyo ni lugha gani? Sio hivyo, maanake wanaomba vya kwao. Sasa ile lugha, kwa maana Roho Mtakatifu ameweka lugha ndani yako, ukaanza kuiongea, hakuna anayejua ila akiwepo mwingine ambaye amefunuliwa na Roho kuelewa kile unachokisema. Si Roho ndo amemfunulia? Mimi tuna niseme sio sawa? Maanake hana uwezo wa kuijua. Roho amemfunulia yeye yule kujua. Sasa mimi ni nani niseme Roho amekosea? Amekosea kumfunulia huyu Roho amekosea. Nitakuwa na mimi nimeenda kuwa sekretari wa Mungu, sasa naweza kumwambia hayo mafaila ya pangu hivi. Sasa hiyo sio hiyo sio kazi yangu sasa. Kwa hiyo kama Roho amemfunulia Gwamaka kutafsiri unachokiongea, Bwana ametaka iwe hivi, si amefunuliwa? Amen. Karibu swali lingine. Ni sawa Lea? Sawa mama? Ni sawa, alifunuliwa, ni sawa. Maswali yameisha au kuna swali la ziada? Amen. Amina. Kwanza binafsi ninamshukuru Mungu sana, kwa maana kuna namna ambayo inawezekana kabla sijaanza ibada nilikuwa sijui kabisa, lakini baada ya kufundishwa kuna mambo ambayo nimejifunza na nimefunuliwa. Ni mambo makubwa sana ambayo inawezekana ni tabia ambazo kwetu tumezizoelea au muda mwingine ni mazoea, lakini Bwana amezidi kunifundisha na kunionya. Kwa kusema kweli, hili swala la neno hili ambalo umeongea muda huu mwishoni hii hapa, umesema kwamba ni neno la piga kelele, Bwana atainua mawe yapiga kelele. Ni neno ambalo nimekuwa nikizoea sana makanisani. Mhubiri akihubiri anataka watu wapige makelele, washangilie. Wengi ndio tuko tunalielewa hivyo. Muda mwingine hata kwenye uimbaji mtu anaimba anapiga makelele ili tu lengo tu kwamba ni kama vile mtu unazania ndo unatimiza neno. Lakini kumbe nimeutazama ulimwengu wa sasa hivi, kweli kuna mambo ambayo baadhi ya wachungaji au kanisa limeanza kama vile kuto kuzungumza, kuto kukemea, kuto kuonya. Kweli wametokea watu ambao muda mwingine hata uelewi anasali wapi, lakini anapiga kelele, anakemea maovu, anakemea dhambi. Kumbe ujumbe wa neno hili kwamba ikitokea ukame, hamjaweza kufanya ile kazi ya Mungu, hamjaweza kukemea, hamjaweza kuonya, Bwana anaweza kuinua mtu yoyote yule akaweza akamfanya apige kelele, akemee kuhusu machafuko ya ulimwengu.
nikakumbuka hata habari ya watoto wachanga. Bwana anaweza akafunulia mambo ya siri za mbinguni mtoto mdogo sana, lakini akawaacha wakuu wakubwa, watu wenye hekima za ulimwengu, akawafunulia watoto wadogo siri za mbinguni. Lakini baada ya kujifunza hayo mambo makubwa, namshukuru sana Mungu. Lakini pia ningetamani sana, sijui unipe kidogo maelezo zaidi hapo mwishoni kwenye umeelezea kwamba mtu ambaye Bwana anataka, yani zile sifa ambazo Bwana alikuwa akizitaja kwa mtu ambaye anafaa kuliongoza kanisa. Mojawapo Bwana amesema kwamba awe ni mtu ambaye anaweza kuiongoza familia vyema. Mara nyingi huwa najifunza sana kupitia mambo ya ulimwengu au dunia ambavyo inavyokwenda. Nikitazama kanisa la leo hii, nimegundua kwamba mabinti wengi sana au wakina mama wengi sana uwaga chochote kile ambacho anafanya mama mchungaji ndicho ambacho wanakopi. Ina maana hata kama kitu ni dhambi, lakini kama wakina mama wachungaji hawafanyi, ushangaa kanisa lote hawaigi. Unaona? Lakini kama siku akitokea mama mchungaji amesuka malasta au kafanya nini, kavaa nguo ambayo imechola ambayo imechola mwili, wengine wanaweza kuvaa pia, ambapo umesema kwamba awe ni baba ambaye anaweza kuongoza familia vizuri. Nikasema ina maana kwamba hawa wachungaji ambao wanaruhusu mitindo, wanaruhusu tabia mbaya kwa namna ile ambayo wakina mama wachungaji wanakuwa huru mpaka inafikia wakati ile tabia ambazo wanazo wao kanisa linaiga. Kumbe Bwana pia anazungumza kwamba anamuonya au anatoa sifa za mchungaji ambaye anapaswa kulinda kanisa, awe ni mtu ambaye anaweza kuongoza vizuri nyumba yake, nyumba kwanza. Basi nimetamani sana, kama inawezekana ikawa ni hivyo, ninatamani sana 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 kama Bwana azidi kutufunulia, au pia unisaidie pia kujua vizuri zaidi kama nitakuwa nimeelewa tofauti. Amen. Sasa vijuu zaidi, kwa sababu haujaelewa wapi. Nafikiri umeelewa vizuri, lakini nataka labda uelewa mkubwa katika hilo. Ila tu niseme hilo ndilo neno la Mungu, na shetani huwa anajua kwamba wanawake wengi huwa wanamwangalia sana mama mchungaji, na ndio maana wako mama wachungaji wengi hawajaokoka. Ni Wakristo kwa maana ya wamebeba jina la Ukristo, lakini hawajaokoka. Na wengi wanatumiwa sana na shetani. Shetani akijua nikimkamata vizuri mama mchungaji atawapotosha wengi. Na uangalie vizuri, kanisa lolote ambalo limepata mama mchungaji anayejua kujistiri, anayejua kusimama vizuri kiroho, lakini pia hata kimwili, kutembea na mapenzi ya Mungu, asilimia kubwa ya Wakristo wa kanisa hilo, hasa akina mama, wanakuwa kwa namna ya huyo mama mchungaji anavyoonekana na anavyotenda. Kanisa hilo na mama mchungaji aliokaa waruwaro yupo hivi, na wamama wengi utakuta ni kama maboya fulani, na vingi anakuwa ni shetani. Unajua Biblia inaposema nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Yes, Yesu Kristo kupigwa, wanafunzi kutawanyika, viongozi wanaposhambuliwa na shetani, wanaongozwa na wao wanavurugika. Hata mama mchungaji, kwa maana katika namna ambayo sio rasmi sana, vile anavyoonekana mama mchungaji anaaminika na wengi, na shetani anamjua, akimtwanga vizuri na wale mama wote watavurugika akili. Kwa hiyo iko hivyo. Na mama mchungaji, shetani anajua mwingine hapa kanisani mama ambaye nikimtwanga vizuri, yani anaangaliwa sana na influence, ana ushawishi, ni mama fulani huyo, na shetani anamtwanga vizuri kwa maana najua wengine wataiga kwa mama fulani. Kwa hiyo iko hivyo. So ila jambo alifanywi kuwa sawa kwa sababu limefanywa na mama mchungaji? Hapana. Jambo alifanywe sawa kwa sababu limefanywa na mchungaji? Hapana. Jambo linafanywa sawa kwa sababu neno la Mungu limesema hilo jambo liko sawa.
Haleluya. Unaona kama unavyowaona hawa wadada hao wote wangestahili kabisa kuwa mama wachungaji. Kama hivi ninavyowaona ndivyo wanavyoishi huku manyumbani. Mungu angewapa wachungaji wao waume zenu wote, na ambao wameshaolewa Mungu angechusi hivyo waume zenu wawe wachungaji kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Wangapi wanataka kuolewa na wachungaji hapa? Sasa hivi wachungaji wana soko. Zamani wachungaji walikuwa wanakosa soko kweli. Mchungaji akienda kutongoza hivi mchungaji wachungaji mamikosi. Manake wachungaji tulikuwa tunachukuliwa zamani watu hali ya chini sana, maskini. Lakini sasa hivi wachungaji wanalipa. Sijui mfumo umekujaje Sasa hivi kila mdada ukimuuliza, nataka mtumishi kweli kweli, mtumishi deep. Sasa hivi tumekuwa na soko letu na sisi. Zamani haikuwa hivyo hata. Lakini sasa hivi Mungu ametukumbuka watumishi. Kila mtu anataka mcha Mungu kweli kweli. Mungu awabariki sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, amina. Siamini kama ndani ya kweli jibu kuna mtu ambaye singetamani kuolewa na mchungaji. Hayuko. Simona familia ziko pale. Simona mafamilia. Amzioni hizo familia ziko hapo. Ndo raha. Na hili ni jambo jema. Mnaenda wote kwenye ibada, familia iko pale. Tunahubiri, baba anasikia, mama anasikia, na vinaingia kichwani na yanakuwa maisha yenu. Inapendeza sana. Inapendeza sana. Na nitaomba Mungu pamoja na kweli jibu, waume na wake zetu angalau wajiunge na familia ya kweli jibu, ili angalau Mungu aweke neema, waume, wake zetu, watoto wetu wajiunge na familia hii, ili huu mkate Bwana nao tupa hapa tuweze kula wote. Tukiula wote chakula kimoja, tutakuwa na afya moja ya kiroho. Rila sikala. Haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Amina, amina, amina. Amen. Karibu, kama kuna swali la mwisho au tumalizie hapa. Karibu mtumishi wa Mungu. Nimekuona, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, 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 amen. Mtumishi, nimejifunza hiyo ya kusema mwanamke hapaswi kusimamia ibada. Mimi nilikuwaga sijui uongo zambi. Na sasa vitu tunavyoendaga tunakuta wanatusimamisha, tunakuta mwanamke ndo anayesimamia tena ibada. Inakaeje hapo? Tufanyeje mtumishi wa Mungu? Inakaeje? Ndo muulize. Mimi ndo nataka muongoze. Sasa mimi sijui inakaeje. Kwa sababu kama mimi ninakosali, huwezi kuona mwanaume anachukua maiki pale, mwanamke anachukua maiki pale, ndio kiongozi wa ibada hiyo leo. Huwezi kuona hata harufu yake pale. Eti ndo anahubiri leo. Sisi natokea. Sisi natokea. Ninyi haitokei. Ninyi haitokei. Yaani ninyi ndo system. Usisemi natokea kama kwa bahati mbaya. Manake kwa wengine no system, sio kwamba inatokea. Manake ndo mfumo uliopo pale. Sasa niseme hivi, uelewa uko tofauti. Ndio maana nimesoma yale maandiko ya Roho Mtakatifu kutujaza na wote tunafanya. Hatuwezi kusoma maandiko yote. Maandiko ni mengi. Unajua hata Yesu Kristo, kuna mwanamke mmoja anaitwa Lydia. Huwa anatumiwa sana na wachungaji wengi katika kupromote mwanamke kukuwa na ubiri. Lydia, huyu ni mwanamke ambaye alifanya injili na mitume wengi, kwa maana akina Paulo na watu wengine, kwa maana aliwasapoti. Sasa watu wanafikiri kusapoti injili maana yake unakuwa kiongozi. Hapana. Alikuwa na pesa nyingi, alitumia pesa kwa ajili ya kusapoti watumishi wa Mungu, kusaidia watu wanaokoka na mataifa mbalimbali. Ni tajiri. Tuseme Martha, kina dada zake na kina Udaragen, Lazaro. Alikuwa Martha na nani? Martha na nani tena? Martha na Mariamu. Martha na Mariamu. Walifanya, mmoja alikuwa anasikiliza neno, mwingine huko jikoni kupika. Hata yule anayepika pia Yesu akumfukuza hata kupika, kwa maana watu walihitaji kula, ila Yesu alikuja kufafanua.
Huyu anayesikia huyu ni mzuri kuliko wewe unayepika huko. Lakini wote na vile wanafanya kazi pamoja na Yesu, pamoja anaipika, anasaidia Injili. Lakini hiyo haina maana kwamba kwa sababu Martha alipikia Yesu, wamama jikoni, mbona mama walitumika kabisa, kina Lydia walitumika madhabahuni kuhubiri waliookoka, walitumika kuongoza maibada. Je, walitumika kuwa wachungaji? Walitoa pesa ili kazi ya Mungu iende. Si tumekataa wanawake, msitoe pesa, kazi iende, nipeni huko. Kama mnakatazwa kutoa pesa, mimi naweka mikono, leteni hapa, na kesho nichukue ndege hapa niende mimi Belgique, niende kumsalimia dada Maria, niende Uholanzi, niende kumwona mama Kashindi. Leteni pesa wanawake, leteni hapa, nitaikata. Sasa ukileta pesa, nimeenda kufanya injili huku, manake na wewe umeshakuwa mchungaji. Mahubiri ya kipumbavu kabisa hii, wala haiko kwenye Biblia, na nchi nyingi zimeshakuwa za namna hiyo. Sipendi mtumishi, hiyo system yenu ndo mfumo wenu huo, mbaki nao hivyo hivyo, kwa maana amekuwa watu wa namna hiyo hiyo. Lakini lakini pia wakati mwingine mnauliza wachungaji, baba, hapa tumeambiwa huyu askofu, huyu mchungaji, mtu wa mke mmoja, hapa pana kaja na mfumo wetu. Unamsikiliza na yeye atakuja tu, Roho Mtakatifu aliwajaza wote, anagawa atakavyo. Hivi tu kwenye Agano Jipya. Yesu, wewe unalijua Agano Jipya kumzidi Yesu? Kwa nini hakuwafanya? Ndiyo mtumishi, mi natamani ili fundisho nilichukue, ili hata kama tukianza kubishana sana, kunakuwa tayari kuna vifungo unavyo unasema, jamani, mpaka kama mnabisha ukweli. Na usiende navyo kwa kuvikariri, uombe na Roho Mtakatifu akupe tu neema kuelewa hichi. Usiende mwalimu alisema hivi. Kwanza Roho Mtakatifu akupe neema, vikae ndani yako, uviishi, na Bwana avitengeneze iwe sehemu ya maisha yako, ndipo utakapopata matokeo zaidi. Basi kwa sababu ya kiasi, najua kina mama wanasubiriwa na mashemeji na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Samani kidogo sana. Binafsi ningependa kumshukuru Mungu kwa namna ambayo anazidi kutufundisha na kutuelekeza. Unajua, kwenye ujumbe kama huu ambao Bwana anasema na siku hii ya leo, ni ujumbe ambao utakuta hata kwenye mazingira ya kawaida Bwana ametuweka hivyo. Tuna majukumu ambayo ni ya kifamilia. Unakuta inapotokea baba amepewa majukumu ya kifamilia, hayafanye kama ambavyo anapaswa hayafanye. Pia mama amepewa majukumu yake ya kifamilia, anabidi afanye kama ambavyo anatakiwa. Muda mwingine ikitokea mama ameingilia majukumu ya baba, kuna vitu huwa vinaharibika mara nyingi sana. Mfano, mwanamke anapoambiwa awe mtii, manake anatakiwa aende hivyo hivyo kwenye familia, aende kwenye namna ya utii. Ikitokea siku ametumia tu sauti kubwa, huwa ndani ya nyumba kunakuwa na ugomvi. Unaona, mimi ninaamini kwamba Bwana ameweka majukumu kwa namna ambayo anataka yeye, si kwamba ni kwa ubaya, si kwamba ni kwa namna yote ambayo inawezekana kwamba wewe ni mnyonge. Hapana, ila tu ndivyo ambavyo ametaka iwe hivyo, kwamba kaa kwenye majukumu yako kulingana na namna ulivyo. Ikitokea umefanya majukumu ya mwenzako kwenye familia, unaweza usiende sawa, kwa maana sio jukumu lako. Naona, lakini pia huwa mara nyingi hata mimi pia nimekuwa nikiongea sana kwenye vikundi vya kujifunza Biblia, au nikiwa ninazungumza kuhusu masuala ya Mungu, ila nimejifunza kwamba muda mwingine, unajua, kujifunza. Juzi nimejifunza kuhusu namna ambavyo Mkristo anapaswa kuwa, yani namna ambavyo Mkristo anapaswa tabia za Mkristo ambavyo anapaswa kuwa, mama ambayo anabidi ajiepushe nayo na ambayo anabidi afanye moja. Kumbe wakati mwingine sio vizuri sana kuwa na mabishano, bali kuelekezana, kueleweshana. Tukijifunza neno la Mungu, sisi ni taa ambayo inapopata neno la Mungu, tukipata kujifunza, ni nuru inawaka ndani ya miili yetu. Kwa hiyo
ujumbe ambao Bwana ameweka ndani yetu ni kwenda kuufundisha, kuuelekeza vizuri, ili hata yule ambaye alikuwa haujui akapate kufunuliwa. Amina, asante. Amen, amen. Amina. Basi Mungu akubariki mtu wa Mungu kwa ajili ya kushiriki ibada na kwa ajili ya kujifunza pamoja na wengine, na tumekuwa na maswali mawili ambayo tumeyatenganisha hivi. Nadhani Mungu akitupa neema, wiki ijayo tunaweza pia nayo kuyajibu. Ni jambo jema ama na yenyewe tumeyaelewa yapite hivyo? Kwa maana tumesema mawili leo, tumejibu mawili, maanake kumebaki moja ya familia lakini pia na madhabahuni, maanake labda moja la kufunika kichwa. Yes. Mtumishi, na mimi nina swali napenda niulize, lakini juu tunasema masaa zinaenda mbio, lakini nilikuwa napenda mimi siyaelewa vizuri, juu ninaona kama kuna changamoto venye ulisema na venye nilisikiliza na kutafakari, niko kama vile niko njia panda. Naona sasa nashindwa kuelewa kitu kile. Napenda kuuliza kuhusu wanawake wasipande madhabahuni, na wanawake wanaitwa na Mungu. Hapo ni vitu viwili tofauti. Sasa napenda kuuliza hivi, ule mwanamke mwenye Mungu anamsisitiza kabisa, wende unifanyie kazi, ufanye kazi yangu napenda uifanye, na aruhusiwe kupanda pale kwenye madhabahu, atafanya nini mpaka atimize lile kusudi la Mungu? Hapo ndo nashindwa kutafakari na kuelewa. Niko naona ningali na confuse, nashindwa kuelewa vizuri. God, mimi nimekuelewa. Kwanza, Yeah. Kama umenielewa, ndio maana uliuliza kile kifungo. Ulisema kifungo gani pale mwalimu? Kuna wakati ulikuwa huko stable kwenye ibada. Ndio maana umerudi hapo. Ulikuwa huko stable kwenye ibada. Kwanza sijasema mwanamke asipande madhabahu. Hilo kwanza sijalisema. Na nimeeleza madhabahu ni nini. Na nimesema madhabahu halisi kwanza yako ndani mwako, tofauti na pale tunapokwenda kanisani. Yeah. Kwa hiyo kisema mwanamke asipande madhabahuni, maana yake asiombe, asifanye shughuli zote za kukutana na Mungu. Sijasema hivyo. Na Mungu hayuko pale tunapopanda pale. Na hata pale sijasema mwanamke, nimestack kwenye majukumu. Yeah, Nimesoma hapa nimekuelewa. majukumu ya mtu kuitwa askofu, mwalimu, mchungaji. Tumevisoma hapa. Na hivi tulivyovisoma hapa ndivyo ambavyo nimesema vinafanywa na wanaume. Kwa hiyo ukienda kuimba, shida iko wapi? Si unaenda kuimba pale mbele. Nina ushuhuda. Ukienda kushuhudia, si umepanda pale. Nimesema watu kwa makini. Si unapanda pale. Hapana. Lakini Hapana. subiri kwanza. Yeah. Lakini pia Mungu anaposema naomba unitumikie, utumike nini? Mungu amekwambia utumike nini? Utumike uwe mchungaji, ndio amesema Mungu. Naomba unitumikie. Okay. Mungu anaposema nitumikie, anakuambia unitumikie kitu fulani. Mungu anaposema tumika, naomba anakuambia utumike nini? Nenda utumike alichokuambia utumike. Na je, mtu akiambiwa atumike na Mungu, maana yake awe mchungaji tu? Mungu akikwambia tumika, maana yake mpaka uwe askofu? Mungu akikwambia utumike mpaka mtu akutoa matangazo kanisani? Tumika, labda nakwambia nenda uhubiri Injili. Tumika, labda nakwambia anza kulisha mayatima. Tumika, labda nataka anza kushauri wa mama. Tumika, kazi za Roho Mtakatifu ni nyingi. Humu tumeshaona. Kuna kadada kamoja hivi, siku kakiamua kuingia kwenye ibada, kanaingia kaka kwanza. Karibu kwenye ibada. Karibu kwenye ibada. Ni hivyo, hata kama mtu alikuwa ameingia pia hajasikia karibu kwenye ibada, au haja ya kuuliza hayupo, ama unajua tu sijakaribishwa kwenye ibada leo, maana yake hayupo, hayupo kwenye ibada leo. Unaona? Kwa hiyo hata ile kusema tu karibu kwenye nyumba ya Bwana, anatumika na mtu ninakaribishwa.
anatumika. Haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Rila basikala. Amen, amen. Mungu Amen, anaposema amen. nitumikie, utumike nini? Tatizo limesa kuwa mtu akiitwa kutumika manake mpaka awe mchungaji. Tatizo Hapana. limetoka wapi? Kutumika mpaka watu wote watumike pale madhabahuni, kila mtu awe anasimama pale. Ni kutumika tu. Mweza kuwa tumika, lakini kazi yako wewe kutumika. Kazi yako wewe kununulia wachungaji wote magari. Juu wachungaji wasipate shida sana za kutembea na kupanda mabisi. Unatumika. Kwani huyu Lydia anayesemekana na kila mtu kusema, Lydia alitumika sana. Kwani alichukua microphone ya wapi akaanza kuhubiri? Hakuwahi kuhubiri hata sehemu moja, lakini alitumia mali zake kwa ajili ya injili ya kazi ya Bwana yetu. Alitumika. Na kwenye Biblia imeandikwa. Naomba watu wa Mungu, Bwana ametupa neema kubwa. Mimi mwalimu wenu sipendagi kwenda hivi kushoto kulia. Mke wangu anajua. Sipendagi kushoto kulia. Mimi hata nikipanda madhabahuni Jumapili kanisani niko hivi. Mimi napendaga kuwa straight katika neno la Mungu. Lakini pia nataka kuelewa. Kama Mungu amekuita umuulize, Mungu umeniita nifanye nini? Hapana tu Mungu hawezi kuambia tu nimekuchagua unitumikie, unitumikie tu. Unitumikie. Sio unitumikie ni. Uwe fundi ujenzi wa makanisa na uvijui. Haleluya, haleluya. Mama Rebeka, haleluya. Amen, 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 amen. Amen. Jamani, nafikiri tutumie hekima ili wenzetu wapumzike. Mungu akubariki sana.